Kwa tunapomtazama Yakobo kwa uaminifu wake, maandiko hapa yanatuambia akarudi kwa Esau, wakapatana kama familia. Yakobo akaenda zake kwa amani. Kwa hiyo Mungu anapotaka kufungua njia zako za mafanikio, ana njia nyingi sana. Inawezekana leo limechelewa, inawezekana kwako unaliona gumu, inawezekana kwako unaona nikiendelea kukaa kwenye haya maombi sione upenyo, lakini kuna mpenyo unakuja kwako kwa jina la Yesu. Neema ya Mungu inapokuja huwa inatupitisha wakati mwingine kwenye maumivu. Yakobo akwenda akafanikiwa akapata mifugo ghafla, akwenda akafanikiwa kwa Labani akapata watoto ghafla, akapata sijui wake ghafla. Alikwenda alitumika chini ya Labani. Yakobo anasema miaka 20 nimekaa kwako nikikutumikia kwa mifugo, nikikutumikia kwa watoto wako, na wewe unataka kuninyang'anya. Lakini kwa sababu Mungu ni mwaminifu, Mungu wa Ibrahimu, Mungu wa Isaka, hawa wote wananiangalia mimi. Kwa hiyo Mungu amekukemea wewe usiku. Mungu alimkemea Labani usiku. Kwa nini? Alikuwa anajua kwamba ukimsumbua mtumishi wa Bwana, ukimsumbua huyu mtu ambaye ana destiny nzuri, ambaye tayari Mungu ameshamwandalia mahali, maana yake unamsumbua Mungu aliye hai. Kwa hiyo najaribu kusema na nini na wewe asubuhi na ni mchana huu leo, ni kwamba kile unachokiombea leo, haijalishi umeomba mara ngapi, endelea kuomba. Jambo la kwanza. Jambo la pili, uko jangwani, unapoona kuna ukame na ukame unazidi sana, amini kabisa kwamba Mungu yuko hapo. Jambo la tatu, utajifunza hapa maisha ya Yakobo. Uwe mwaminifu hata kufa. Usiende kulia, usiende kushoto. Mungu alivyokuwa anamwambia Yoshua utafanikiwa, ile Yoshua sura ya kwanza, anakwambia kitabu hiki cha Torati kae kinywani mwako. Geuke. Sio kwa sababu kuna watu wengine wamefanikiwa kule, sio kwa sababu kuna watu wengine wanaingia kwenye mahusiano, sio kwa sababu kuna watu wengine wanaingia kwenye kazi, sio kwa sababu kuna watu wengine wanaingia kwenye ndoa, basi mimi sitaingia. Kuna watu wengine wanaingia kwenye ndoa leo, lakini watakapoingia baada ya dakika 2 utawashangaa wako nyumbani wameshaachana. Lakini utakapofika ya kwako, mtumishi wa Bwana, utakaa kwenye ndoa mpaka itafika kipindi, kama ndoa zingekuwa za kustaafu ungestaafia hapo kwa jina la Yesu. Lakini kwa sababu ndoa tunakufa nazo, unakaa pale milele, unakaa kwa amani, unakaa kwa furaha, sababu Mungu atakuletea mtu wa kwako mwaminifu.